Unajua kuwa inachukua miaka 10 kujenga sifa nzuri, lakini inachukua sekunde 5 tu za hasira kuibomoa kabisa na usirudishe tena. Watu wengi wamepoteza kazi za ndoto zao, ndoa za miaka mingi na fursa za mamilioni kwa sababu tu walishindwa kuzuia neno moja lililotoka kinywani mwao wakiwa wamekasirika. Leo sitakufundisha tu jinsi ya kuwa mpole. Nitakufundisha jinsi ya kuifanya hasira iwe mtumwa wako badala ya kuwa bosi wako. Na ukibaki na mimi mpaka mwisho, nitakwambia siri moja ya ukimya inayoweza kumfanya adui yako akuogope kuliko akikuona na silaha. Kabla hatujaingia kwenye mbinu ya kwanza, naomba usubscribe hapo kwenye mini na kulike video hii tafadhali. Mbinu ya kwanza, sheria ya sekunde 90, the 90-second rule. Wanasayansi wa neva, neuroscientists, wanasema hasira ni mmenyuko wa kemikali. Unapokasirika, ubongo unamwaga homoni ya adrenaline na cortisol kwenye damu. Hizi kemikali zinachukua sekunde 90 tu kusafishwa mwilini. Ukiendelea kuwa na hasira baada ya dakika 1.5, jua kuwa wewe ndiye unayelisha hiyo hasira kwa kuendelea kuwaza yale maneno uliyofanyiwa. Ukikaa kimya kwa sekunde 90, mwili wako unajirudi wenyewe katika hali ya kawaida. Usiwe mtumwa wa kemikali zako mwenyewe. Mbinu ya pili, tambua trigger zako. Identifying your triggers. Hasira mara nyingi ni dalili tu, symptom, sio tatizo lenyewe. Kuna kitu kinaitwa kanuni ya HALT. Usifanye maamuzi una njaa, una hasira tayari, una upweke au umechoka. Wakati mwingine unamfokea mkeo au mumeo si kwa sababu amekosea, bali kwa sababu boss alikufokea ofisini. Ukijua trigger yako ni uchovu, utajifunza kusema, samahani, nimechoka sasa hivi. Tulizungumzie hili kesho asubuhi. Hiyo ni akili kubwa. 3. Mbinu ya kiti kitupu. The empty chair technique. Hii ni mbinu ya kisaikolojia inayotumiwa na matabibu wa akili. Hasira ni nishati, energy inayohitaji kutokea. Badala ya kuitolea kwa mtu ambaye utaharibu naye uhusiano, ipeleke kwenye kitu kisicho na uhai. Chukua mto au kiti, kiweke mbele yako, kisha mpe za uso huyo mtu uliyemkasirikia kupitia hicho kitu. Ukimaliza kufanya hivyo, utahisi uzito kifuani umepungua. Sasa hapa ndipo uchawi ulipo. Baada ya hapo, utaweza kuzungumza na huyo mtu kwa akili, sio kwa mihemko. Mbinu ya 4 inaitwa the 24-hour rule. Mbinu ya kidiplomasia. Kama unataka kuwa mtu ambaye kila mtu anamheshimu na kumwogopa kidogo, tumia hii kanuni ya saa 24. Unapopokea meseji ya kuudhi au barua pepe inayokupandisha presha, jiwekee sheria ya kutokujibu ndani ya saa 24. Katika saa hizi, akili yako itapitia hatua 3: hasira, kujitetea, na mwisho, mantiki, logic. Utaona kuwa jibu utakaloliandika baada ya saa 24 ni tofauti kabisa na lile ambalo ungeandika ndani ya dakika 5 za kwanza. Hii inakuepusha kuunganisha madaraja, burning bridges, ambayo utayahitaji mbeleni. Kumbuka, huwezi kurudisha neno lililotoka kinywani, lakini unaweza kuzuia neno ambalo halijatoka bado. Mbinu ya 5, the power of silence. Nguvu ya ukimya. Hii ndiyo pointi ya dhahabu. Watu wengi wanafikiri kujibu kila shambulio ni ushujaa. Hapana. Ukimya ni power move. Unapokaa kimya wakati mtu anakutukana, unamfanya yeye aonekane mwendawazimu mbele ya watu na wewe uonekane kiongozi. Unakuwa unampa kioo ajione jinsi alivyo dhaifu. Kumbuka, simba hagombei nyama na mbwa. Ukijua thamani yako, utagundua kuwa si kila kelele inastahili jibu lako.
The physical pattern interruption. Mbinu ya kisayansi ya mwili. Hii ndiyo mbinu ya 6 na yenye nguvu zaidi kwenye kuzuia hasira. Unajua kuwa huwezi kuwa na hasira kali huku unacheka au kunywa maji? Hii ndiyo mbinu ya kuuhadaa ubongo wako. Hasira inahitaji mkao fulani wa mwili. Kifua kimejaa, uso umekunjita na pumzi ni fupi. Ili kuishinda hasira papo hapo, ivurugie mazingira. Interrupt the pattern. Ukihisi hasira inapanda, nenda kanywe glasi kubwa ya maji ya baridi. Huwezi kunywa maji huku unafoka. Kitendo cha kumeza maji kinalazimisha mfumo wako wa fahamu kutulia. Au jaribu kufanya zoezi la push-ups 20. Unahamisha ile nishati ya hasira kutoka kwenye ubongo na kuipeleka kwenye misuli. Unatumia hasira kujenga mwili wako badala ya kubomoa amani yako. Aristotle aliwahi kusema, kukasirika ni rahisi, lakini kukasirika na mtu sahihi, kwa kiwango sahihi, kwa wakati sahihi na kwa sababu sahihi, hilo sio rahisi kwa kila mtu. Kama umeangalia mpaka sekunde hii, basi wewe sio mtu wa kawaida. Watu wengi huishia kulalamika kuhusu hasira zao, lakini wewe umechukua hatua ya kujifunza jinsi ya kuzitawala. Na hiyo ndiyo alama ya kiongozi wa kweli. Kumbuka, dunia inawapa heshima watu wanaoweza kujitawala wenyewe kabla ya kuwatawala wengine. Kama video hii imekupa thamani, usiondoke hapa bila kuweka like yako na subscribe, ili tuendelee kuwa bora kila siku na kuwafikia watu wengi pia. Asante kwa kuwa nami mpaka mwisho. Tukutane wakati ujao.